Habari yako mwana familia wa Together Online, ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Tuko hapa na Boniface Mwabukusi pamoja na Mange Kimambi. Boniface Mwabukusi pamoja na Mange Kimambi. Boniface Mwabukusi siku ya jana aliweza kuandika ujumbe mrefu kweli kwenye akaunti yake ya Instagram, ambapo nimeona si mbaya wacha nikusogezee pia mwana Together, ambako Boniface Mwabukusi anasema bunge la 12 ni kama tambara mlangoni. Katika historia ya taifa letu tangu kuzaliwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964 na hususan tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, bunge la 12 2020-2025 ndio bunge dhaifu, legelege na lisilotimiza wajibu wa kikatiba kuliko mengine yote yaliyowahi kuwepo. Hii si tu jambo la kisiasa, bali ni janga la kikatiba. Moja, bunge lililokiuka dhima yake kama muhimili huru wa dola. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 kama ilivyorekebishwa inatamka wazi kuwa bunge ni muhimili wa dola wenye mamlaka ya kutunga sheria na kuisimamia serikali. Ibara ya 62(1), kutakuwa na bunge la Jamhuri ya Muungano ambalo litakuwa na mamlaka ya kutunga sheria na kuwajibisha serikali. Badala ya kusimama kama muhimili kamili, bunge hili limejivua heshima hiyo na kugeuka kuwa nyenzo ya kupitisha matakwa ya serikali bila kupinga wala kuhoji. 2, bunge lililokosa mamlaka ya kuisimamia serikali kwa mujibu wa katiba. Wajibu wa bunge ni kupitisha miswada pekee. Kwamba wajibu wa bunge si kupitisha miswada pekee, bali kuishauri, kuisimamia na kuihoji serikali. Ibara ya 63(2), bunge laweza kuishauri na kuisimamia serikali kuhusu utekelezaji wa majukumu yake yote kwa mujibu wa katiba hii. Lakini bunge hili limekuwa likilalamikiwa wazi kwa kudhoofisha taasisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, kushambulia wabunge wa upinzani na wachache wenye msimamo ya kizalendo kama Luhaga Mpina na Aida Kenan, huku likishindwa kuisimamia serikali hata kwenye mambo yenye mashaka makubwa kwa taifa. 3, bunge lililobariki uporwaji wa rasilimali kupitia mkataba wa DP World. Mkataba wa usimamizi wa bandari kati ya Tanzania na kampuni ya DP World kutoka Dubai ni miongoni mwa mikataba iliyozua maswali makubwa ya kisheria na kikatiba. Hata hivyo, bunge hili liliupitisha haraka bila kujali matokeo ya muda mrefu kwa mamlaka ya nchi na hifadhi ya rasilimali. Kwa mujibu wa sheria ya katiba ya umma sura ya 410 na sheria ya usimamizi wa rasilimali asilia na mikataba ya kimataifa na uwekezaji, serikali inatakiwa kuhakikisha umma unashirikishwa, mikataba inazingatia maslahi ya taifa, na bunge linapitia mkataba kwa mujibu wa sheria. Kwa kusita kufanya uchambuzi wa kina au kusimamia ushirikishwaji wa umma, bunge hili limekiuka misingi ya utawala bora, wazi na uwajibikaji. 4, bunge lililonyamazia ukiukwaji wa haki za waziwazi na ardhi zao. Kwa mujibu wa ibara ya 24 ya katiba ya JMT, kila mtu anayo haki ya kumiliki mali na haki ya kulindwa
dhidi ya kuporwa au kuondolewa mali yake kwa nguvu. Lakini bunge hili kulalamika wala kuchukua hatua wakati wazawa hasa jamii ya za Kimasai walipokuwa wakifurushwa katika maeneo ya ardhi yao ya asili kinyume cha katiba na sheria ya ardhi, na kwamba sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999. Vivutio vya utalii viligeuzwa kuwa kisingizio cha kuondoa watu na kuharibu haki ya mila, urithi na uhai wa jamii hizo. 5. Bunge lililokubali utekaji na kupotea kwa raia bila kuchukua hatua kwa mujibu wa katiba. Ibara ya 14, kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Na pia ibara ya 15(1), kila mtu ana haki ya kuwa huru na haki ya kulindwa dhidi ya kuteswa, kuwekwa kizuizini bila sababu za msingi au kupotezwa. Bunge limepuuza matukio ya waziwazi ya utekaji, mateso na kupotea kwa wanaharakati, waandishi na wapinzani. Kauli za baadhi ya viongozi wa bunge hata zilipotosha ukweli kwa kudai watu wanajiteka au wanajijeruhi. Hili ni kosa la kimaadili na kikatiba. 6. Bunge lililoacha serikali isimamiwe hata kwenye bunge lililoacha serikali isimamiwe hata kwenye mazingira. Anasema bunge limenyamaza huku serikali ikisaini mikataba zaidi ya 33 kuhusu misitu ya asili kwa kisingizio cha kibiashara ya hewa. Kwamba kwa kisingizio cha biashara ya hewa ukaa, yani carbon credits, huku kwamba huu ni ufisadi wa kimfumo unaoweza kuharibu ekolojia ya taifa kwa miaka mingi ijayo. Na bunge limekubali kuwa sehemu ya mchezo wa kimya kisicho na huruma kwa mazingira wala wananchi. Huyu ameandika Mwabukusi. Unaona bwana, so hivyo ndivyo ambavyo Mwabukusi bwana ameweza kuandika siku ya jana kupitia akaunti yake ya Instagram. Na Mange Kimambi bwana ameposti hizi jumbe na kuandika tu kwamba hapa anaandika Advocate Mwabukusi 2025.